Rais wa Marekani Donald Trump alipata zaidi ya dola bilioni 1 kutokana na biashara zinazohusiana na sarafu ya kidigitali mwaka jana, kwa mujibu wa taarifa yake ya lazima ya kifedha ya mwaka 2025. Katika taarifa hiyo yenye kurasa 927, Trump alionyesha kuwa alipata dola milioni 635 kama malipo ya haki za matumizi kutoka kwenye sarafu ya kidijitali ya Trump Meme Coin, ambayo thamani yake imeshuka kwa kiasi kikubwa tangu ilipozinduliwa siku chache kabla ya kurejea madarakani. Pia aliripoti kupata zaidi ya dola milioni 500 kutoka World Liberty Financial, kampuni ya crypto iliyoanzishwa na wanawe pamoja na watoto wa mjumbe wake maalumu Steve Witkoff. Taarifa hiyo inaonyesha kuwa mapato ya Trump kutoka crypto yalizidi kwa mbali mapato yake kutoka biashara zake za jadi za mali isiyohamishika, yani real estate. Aliripoti kupata takriban dola milioni 77 kutoka Mar-a-Lago na dola milioni 22 kutoka klabu yake ya golf ya Dora, Florida. Pia alipata mamilioni zaidi kutoka viwanja vingine vya gofu na bidhaa zenye chapa ya Trump, ikiwemo saa, Biblia, viatu, manukato na gitaa. Ikulu ya White House imekanusha madai kuwa Trump anajinufaisha kupitia uraisi au kuwa kuna mgongano wa kimaslahi. Naibu msemaji wa ikulu Anna Kelly alisema Trump ameisaidia kuifanya Marekani kuwa mji mkuu wa dunia wa crypto, akisisitiza kuwa rais huyo na familia yake hawajawahi kujihusisha na mgongano wa kimaslahi. Hata hivyo, wakosoaji wamesema kiwango kikubwa cha mapato ya Trump kutoka crypto kinaibua maswali mazito ya kimaadili, hasa kwa kuwa utawala wake umeonyesha kuunga mkono zaidi sekta ya mali za kidigitali. Taarifa hiyo pia ilionyesha kuwa mke wa rais Melania Trump alipata mamilioni ya dola kupitia makubaliano ya leseni yanayohusiana na filamu ya makala kumhusu pamoja na mauzo ya NFTs. Kwa mujibu wa Forbes, utajiri wa Trump unakadiriwa kufikia takriban dola bilioni 6, huku Bloomberg Billionaire Index ikiweka thamani yake katika dola bilioni 7.6.